mwaka huu ni maonyesho ya 33 baada ya maonyesho haya kuanza kwa mara ya pili. Kama mnavyoona, waonyeshaji mwaka huu wako zaidi ya 1188. Tuna waonyeshaji kutoka nje ya nchi 24, lakini pia tumepata ugeni wa waziri, ugeni mkubwa wa kutoka South Sudan ukiongozwa na waziri wa kilimo na usalama wa chakula, na hii inaonyesha yale maono ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha tunailisha dunia na Afrika. Kwa nini sasa Waafrika wameanza kufahamu Tanzania imeanza kuwa ghala la chakula? Lakini hapa sio hiyo tu, mambo makubwa manne utayaona ukija Nane Nane. Kwanza utagundua kwamba Dodoma haijawahi kuwa jangwa na sio jangwa. Sasa hivi utaona apples zimeota Dodoma, utaona kahawa imeota Dodoma, utaona korosho imeota Dodoma, utaona pamba imeota Dodoma, utaona tumbaku imeota Dodoma, na tuna vipando ambavyo zaidi ya ekari 40 tumeonyesha vipando vya mazao mbalimbali. Hiyo jambo la kwanza na ni muhimu sana, kwamba Tanzania hii hakuna jangwa. Tukiweza kuwa na mifumo sahihi ya kutoa maji na kuwapatia wakulima maji, kazi ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya vizuri sana. Kama fedha ambazo tunatoa kwenye umwagiliaji kwa mwaka ni zaidi ya bilioni 300. Maana yake ni kwamba baada ya miaka mitatu tutaanza kuona matokeo. Na tunafanya nini? Tunajenga mabwawa na kujenga skimu za umwagiliaji. Lakini ukija Nane Nane, jambo la pili ambalo utaliona, utaona teknolojia. Waonyeshaji wa teknolojia tu wako zaidi ya 200. Hapa nyuma yangu kuna mashine kwa ajili ya ubanguaji wa korosho. Kama unavyofahamu, kila mwaka wizara kupitia bodi ya korosho imeamua kuwawezesha wakulima wadogo kwenye kubangua korosho, kwa sababu lazima tuongee ukweli. Hatuwezi kila siku kazi yetu sisi kuuza tu korosho ghafi. Lazima tuanze na korosho zilizobanguliwa. Na mara ya kwanza tulitoa mashine 100 kwa kutumia mkono, ambazo zinafanya kazi kwa kidogo sana na ufanisi wake ni mdogo sana. Lakini mwaka huu tunaenda kugawa tena mashine 100 ambazo yenyewe moja tu inabangua zaidi ya tani 80 kwa siku, na hii inapewa kwenye kikundi. Tunaenda kutoa kwa vikundi 100, na kazi hii itaendelea. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais ni kuhakikisha kwenye uwekezaji wetu kwenye zao la korosho kwa asilimia kubwa, pamoja na kuwawezesha wawekezaji wakubwa, lakini pia tuhakikishe tunawezesha wakulima na wajasiriamali wadogo wadogo, hasa wanawake na vijana. Na kwa kila mwaka tutakuwa tunatoa mashine 100. Lakini mkononi mwangu hapa kuna Mr. Korosho. Tunaenda level ya mbali kabisa. Hizi ni korosho zilizochanganywa na maziwa. Roasted, ziko zilizochanganywa na, kama mtu mwingine anataka kula tangawizi, hawezi kuila hivi hivi, anaweza kuila ikiwa ndani imechanganywa na korosho. Kwa hizi zote unazoziona hapa ni roasted. Huyu anaitwa Mr. Korosho. Lakini tumeona kuna wine, Kesho apple wine. Hii ni korosho imechanganywa na apple na ni wine nzuri sana. Na hii imekuwa research na watu wetu hatari, na imepata namba maalum ya TBS na imethibitishwa kwa matumizi ya ndani na ya kimataifa. Lakini products ni nyingi sana. Hapa tuna siagi. Kwa haya machache nikisema kwamba tunapoongelea uwekezaji kwenye kilimo, hatuongelei tu uwekezaji kwenye kilimo kwa maana ya wakulima wakubwa, basi hata hawa wadogo tuende nao. Lakini ukija Nane Nane, jambo la tatu kubwa ambalo utaliona, utaona muunganiko kati ya watoa huduma na wakulima. Tuna taasisi nyingi sana za kifedha humu ndani, na tuna taasisi za kifedha, tuna taasisi zinazouza teknolojia mbalimbali. Na kwa mfano mpaka jana watu wa New Holland wameniambia wameuza zaidi ya trekta 16 hapa Nane Nane. Kwa hata gharama yake ya kuja Nane Nane haipo. Kwa hiyo hii ni kuwaambia kwamba watu kukuja kushiriki maonyesho ya Nane Nane kwa wafanyabiashara inalipa. Lakini jambo la 4 kubwa ambalo utaliona hapa ni jinsi gani unaweza ukapata fursa za kupata mikopo rahisi. Hapa tuna zaidi ya taasisi 40 zinazoshughulika na utoaji wa fedha na mikopo rahisi kwa wananchi. Na kuanzia tarehe 1 tulivyoanza mpaka tarehe 8 tunakuwa tunafanya kazi asubuhi mpaka saa 12 jioni kwa maana ya maonyesho. Lakini kwenye upande wa uvuvi na mifugo, ng'ombe wengi sana wanauzwa hapa kwa siku. Wananchi wamekuwa wakinunua ng'ombe, wananchi walikuwa wakipata ushauri sahihi wa aina gani ya ng'ombe wanahitajika kwa maeneo yao. Lakini nimeona wananchi wengi pia wamekuwa interested na kujenga mabwawa. Utaona kuna mabwawa mengi sana ya samaki, kwa sababu kitu ambacho tumekigundua sisi kama serikali, wananchi wetu sio wavivu.
wananchi wetu wanapenda kufanya kazi. Kazi pekee ya serikali ambayo tunatakiwa tufanye ni kuweka mifumo ya uwezeshaji, ni kuweka mifumo sahihi ya utoaji wa taarifa. Tukiweza kuwa na uwezo wa kutoa taarifa sahihi kwa wakati, kwamba mimi nina hela nataka niweke bwawa la samaki, lakini sijui teknolojia inapatikana vipi na sijui teknolojia ipi ni bora kwa mazingira yangu. Kwa jambo hilo sisi imetupa amani sana kuwa na kwamba wananchi wana utayari mkubwa sana wa kufanya kazi na kuzalisha. Jambo pekee serikali ambayo tunalifanya na tumekuwa tukilifanya ni kuhakikisha tunaweka mifumo ya uwezeshaji, lakini pia serikali tunafikika. Kuwa kama serikali kuweka mifumo ya uwezeshaji moja, lakini je, unafikika? Wakitaka taarifa kutoka kwako unafikika? Ndio maana ukaona hapa taasisi nyingi, lakini kiwanja hiki kinaendelea kufanya kazi mwaka mzima. Kama una swali lolote kuhusu kilimo, ukija humu ndani utapata majibu, kwa sababu hata makao makuu ya wakala ya huduma za ugani Tanzania tumeyaweka ndani ya 88. Kwa muda wowote unaweza ukafanya kazi, lakini maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tufikike. Kutokufikika na umati unatoa huduma gani haina faida yoyote.